Ni saa 12:30 Afrika ya Kati, 1:30 jioni Afrika Mashariki. Mjini Kinshasa, Brazzaville na Bangui itakuwa ni saa 11:30 jioni. Hujambo popote ulipo Afrika na kote duniani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika, sauti ya Mwafrika. Haya ni matangazo yanayoangazia matukio muhimu barani. Tumekuandalia taarifa mbalimbali ikiwemo sanaa, uongozi, afya, teknolojia, spoti, bila kusahau mazingira. Jina langu ni Anna Ngugi. Andamana nasi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, YouTube, X na TikTok. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Karibu mpenzi msikilizaji, tuandamane. Kwa wasikilizaji wetu wa Kenya, hasa katika mwambao wa pwani na viunga vyake, mnaweza sasa kutusikiliza kupitia Radio Kaya ambayo inasikika kupitia 93.1 FM hapo jiji kuu la Mombasa. Pia inasikika Kwale, Kilifi, miji ya Taita Taveta na kule kaunti ya Lamu. Eneo zima la pwani inarusha habari zetu pia kupitia masafa marefu. Karibuni sana wasikilizaji wetu wa pwani ya Kenya. Nchini Tanzania mnaweza kutusikiliza kupitia 92.5 Highlands FM, radio iliyopo katika mkoa wa Mbeya na ukanda wa nyanda za juu kusini. Hii inarusha matangazo yetu na kuwafikia zaidi ya wasikilizaji milioni 3 kote Mbeya na viunga vyake, mikoa ya Songwe, Mafinga, upande wa kaskazini wa Njombe, Rukwa pamoja na maeneo ya kaskazini ya Zambia na Malawi. Ukiwa Afrika Kusini, unaweza kutusikiliza kupitia SA Swahili FM radio pale Johannesburg kila siku. Pia inasikika kwa masafa marefu. Ni Alhamis ya Machi 5. Hii leo mamia ya raia huko Rubaya, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafariki dunia kufuatia maporomoko ya ardhi. Ni kweli mporomoko iliweza kujitokeza, ilikuwa majira ya saa 9 ya siku ya pili. Watu waliweza kufariki na mporomoko ndio iliweza kujitokeza kwenye migodi ya madini, sehemu ziitwazo Kasasa. Hapo ndipo mporomoko uliweza kujitokeza, watu wakafariki. Tuliweza kushuhudia watu ambao waliweza kufariki wakiwatoa huko, wakiwaleta makwao ili waweze kuzikwa, na wengine wanaendelea kutafuta watu ndani ya udongo. Lakini kwanza tupate taarifa za habari na mwanahabari Edith Peter. Masisi, DRC. Mamlaka nchini DRC zimearifu kuwa maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 katika mgodi wa madini ya Coltan, eneo la Lubaya, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya madini ya DRC ilisema hapo jana siku ya Jumatano kuwa takribani watoto 70 ni miongoni mwa waathiriwa, huku wengine waliojeruhiwa inaelezwa kuwa wamehamishiwa katika vituo vya matibabu katika jiji la Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Ibrahimu Taluseke ambaye ni mchimbaji madini katika eneo hilo amesema kwamba ni moja kati waliowasaidia kupatikana kwa mili hiyo zaidi ya 200 kutoka eneo hilo. Afisa mkuu kutoka kundi la waasi la AFC Congo River Alliance M23 ambalo lina udhibiti mgodi huo tangu mwaka 2024 amekaririwa na shirika la habari la Reuters kwamba operation inayoendelea inakatisha tamaa katika eneo hilo. Lubaya hutoa takribani 15% ya madini ya coltan duniani, ambapo madini hayo yanahitajika sana na viwanda vya kutengenezea simu za mkononi, kompyuta, vifaa vya usafiri wa anga na vifaa vingine muhimu vya gesi. Cape Town, Afrika Kusini. Waziri wa zamani wa ulinzi na mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, Mosiwoa Lekota, amefariki akiwa na umri wa miaka 77. Alikuwa ni miongoni mwa waliokuwa na jukumu muhimu katika mapambano dhidi ya mfumo wa ubaguzi wa rangi. Alifungwa gerezani katika kisiwa cha Robben pamoja na rais wa zamani Nelson Mandela. Lekota aliendelea kuwa mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha ANC, lakini akajitenga baadaye na kuunda chama pinzani Congress of the People, COP, akieleza sababu za kujitenga kwake kuwa ni kuwepo ufisadi katika chama hicho ambacho kimeongoza Afrika Kusini tangu mwaka 1994. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitoa heshima zake za mwisho kwa mpigania uhuru huyo na mtumishi wa watu. Lekota alikuwa mmoja wa mawaziri waliohudumu kwa muda mrefu zaidi Afrika Kusini, akiongoza wizara ya ulinzi kwa mwongo mmoja kati ya mwaka 1998 hadi mwaka 2008. Akiongoza wizara ya ulinzi kwa mwongo mmoja kati ya mwaka 1998 hadi mwaka 2008.
2008. Pia alihudumu kama mwenyekiti wa ANC kwa mwongo mmoja na alikuwa waziri mkuu wa kwanza wa jimbo la Free State lililoanzishwa baada ya mwaka 1994 wakati Afrika Kusini ilipoingia katika zama za utawala wa kidemokrasia. Lekota aliyepewa jina la utani Tera kutokana na umahiri wake katika uwanja wa mpira wa miguu aliondoka kwenye chama cha ANC mwaka 2008, muda mfupi baada ya rais wa zamani wa Afrika Kusini Thabo Mbeki kuondolewa madarakani na chama hicho. Lagos, Nigeria. Baraza la matibabu la Nigeria limemsimamisha kazi kwa muda mkurugenzi wa hospitali binafsi na madaktari wengine wawili kufuatia kifo cha mtoto wa miezi 21 wa mwandishi maarufu Chimamanda Ngozi Adichie. Nkanu Edichie Asege baada ya matatizo kutokea wakati wa taratibu za maandalizi ya matibabu katika hospitali ya Eyuracare huko Lagos. Jopo la uchunguzi la baraza la matibabu na meno la Nigeria MDCN lilianzisha kesi ya uzembe wa kimatibabu dhidi ya Eyuracare na hospitali ya Atlantis kuhusiana na usimamizi wa mtoto huyo. Madaktari hao watatu wote wamesimamishwa kazi ya udaktari wakisubiri uamuzi wa kesi zao na mahakama ya nidhamu. Madaktari hawajatoa maoni yoyote na wanaweza kupoteza leseni zao kabisa. Familia ya Adichie ilikuwa imeishutumu hospitali hiyo kwa uzembe, ikidai kwamba madaktari walimnyima mwanawe oxygen na kumpatia dawa za kutuliza maumivu kupita kiasi, ambazo wanasema zilisababisha kukumbwa na maradhi ya moyo. Uchunguzi kuhusu kifo cha Nkanu unatarajiwa kuanza tarehe 14 Aprili katika mahakama ya hakimu mkazi ya Yaba huko Lagos. London, Uingereza. Serikali ya Uingereza imesema kuwa itaacha kutoa visa za masomo kwa watu kutoka taifa la Cameroon na Sudan kuanzia mwezi huu. Waziri wa mambo ya ndani Shabana Mahmoud amesema pia kuwa watasimamisha visa za kazi za kitaalamu kwa Afghanistan. Ofisi ya mambo ya ndani ilisema hatua hiyo inachukuliwa kutokana na kile kilichoelezwa kuwa ni matumizi mabaya ya visa yaliyoenea. Kulingana na takwimu rasmi, watu kutoka nchi hizo ndio waliokuwa na uwezekano mkubwa wa kuomba hifadhi baada ya kwenda nchini Uingereza kusoma. Katika taarifa yake, serikali imesema madai ya hifadhi kutoka kwa watu ambao awali walisafiri kwenda Uingereza kihalali kusoma yameongezeka kwa zaidi ya mara 3 kati ya mwaka 2021 na mwaka 2025. Tuanzie wilaya ya Masisi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo zaidi ya raia 200 wameripotiwa kufariki dunia kufuatia maporomoko ya ardhi yaliyotokea ndani ya migodi ya eneo la Rubaya. Wengi wa waathiriwa ni watoto na wanawake. Maporomoko hayo yametokea kufuatia mvua kubwa zinazoendelea kunyesha eneo hilo. Eneo la Rubaya huzalisha 15% ya madini ya coltan ambayo hutumika kutengeneza simu, kompyuta, vifaa vya ndege na mitambo maalum ya kuzalisha gesi. Huyu hapa Msekedide akituarifu zaidi. Licha ya matangazo kutofautiana kulingana na idadi kamilifu ya watu wanaopoteza maisha, duru zilizonukuliwa na vyombo kadhaa vya kimataifa zadokeza kuwa ni takriban watu 200 waliokufa, wakiwa ni wachimbaji wa madini aina ya coltan kutokana na mporomoko wa udongo uliosababishwa na mvua kali eneo la Kasasa, maeneo ya migodi ya Rubaya, tarehe Machi 3 mwaka huu wa 2026 huko tarafani Masisi. Licha ya mchanganyiko wa takwimu za waliouawa, nilizungumza na mkaaji wa mtaa mdogo wa Rubaya aliyetupa picha hii. Ni kweli mporomoko iliweza kujitokeza, ilikuwa majira ya saa 9 ya siku ya pili. Watu waliweza kufariki na mporomoko ndio iliweza kujitokeza kwenye migodi ya madini sehemu ziitwazo Kasasa. Hapo ndipo mporomoko uliweza kujitokeza, watu wakafariki, lakini siwezi kukuambia hesabu kwa sababu si kuweza kufika huko kwenye migodi, lakini tuliweza kushuhudia watu ambao waliweza kufariki wakiwatoa huko wakiwaleta makwao ili waweze kuzikwa, na wengine wanaendelea kutafuta watu ndani ya udongo. Ndio maana siwezi kukuambia kama hesabu kabisa ni ya watu wapata namna gani. Juhudi zetu za kupata duru za hasasi za kiraia ili kupata maelezo ya kina kwa kweli ziligonga mwamba. Hata hivyo, wachimbaji madini wa kitaalamu na wamiliki wa biashara ndogo washangazwa na kuanguka kwa ukuta wa mgodi. Kwingineko, vyanzo vya habari vya Al Jazeera vyadokeza kuwa waziri wa madini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo alisema miongoni mwa waathirika muna watoto 70
huku wengine waliojeruhiwa wakapelekwa kwenye vituo vya afya kwa ajili ya matibabu. Tukumbushe hapa, janga hili limekuja kutokea mwezi mmoja pekee baada ya janga la Januari 28 ambalo liligharimu maisha ya zaidi ya watu 400 katika eneo hilo hilo. Eneo la Rubaya linabaki kuwa eneo muhimu kwa uchimbaji madini ya coltan na dhahabu, ambapo hali mbaya ya usalama inaendelea kudidimia. Msekedide, Idhaa ya Kiswahili ya Afrika, Sauti ya Afrika, Beni. Rwanda imeendelea kupinga vikwazo vilivyotolewa na Marekani kwa jeshi la Rwanda kwa tuhuma zake za kulisaidia kundi la M23 mashariki mwa DRC. Balozi wa Rwanda katika Umoja wa Mataifa Martin Ngoga amesema Marekani na jamii ya kimataifa wanalifumbia macho kundi la wapiganaji wa Kihutu la FDLR ambalo Rwanda inalishtumu kuhusika katika mauaji ya kimbare ya mnamo mwaka wa 1994. Rwanda inasema wapiganaji hao kwa sasa wameingizwa katika jeshi la Kongo kwa maandalizi ya kuishambulia Rwanda. Leonard Mubali amezungumza na Silvanus Karemera kuliangazia swala hilo. Asante. Swala la vikwazo hapa linaendelea kuzungumzwa sana sana kupitia vinywa vya wachambuzi pamoja na baadhi ya viongozi, lakini wanaozungumza kwa niaba zao, si kwa niaba ya serikali, kwa sababu serikali imeshazungumza. Kama unavyokumbuka, wiki hii walitoa tangazo la kulaani vikwazo hivi, wakidai kwamba vilikuwa ni vikwazo vya upendeleo, kwa sababu Marekani imezingatia sana masuala ya kiuchumi na mikataba kati yake na Kinshasa, badala ya kuzingatia swala hasa na mzizi wa tatizo lenyewe. Kwa hivyo watu wanaendelea kuzungumza katika makundi, katika mitandao ya kijamii, katika uchambuzi wa kawaida, sana sana kuhusu ni kwa namna gani vikwazo hivi vinaweza vikaathiri utendaji kazi wa jeshi la Rwanda, lakini pia kwa swala zima la kiuchumi wa nchi hii. Kwa hivyo ni swala ambalo linaendelea kugonga vichwa vya habari, mitandao ya kijamii, mijadala hapa na pale. Lakini ukiangalia kwa upande wa serikali ni kama sana sana hapa nchini ni kama serikali hajizungumza tena licha ile tangazo ambalo lilitolewa wiki hii. Balozi wa Rwanda wa Umoja Mataifa Martin Ngoga amelalamikia vikwazo. Ni kipi hasa amezungumza katika malalamiko yake? Balozi wa Rwanda amezungumza kwa kweli, na amezungumza kinagaubaga, akisema kwamba sana sana akilaani kwamba Marekani haikutakiwa, ama tuseme jamii ya kimataifa haikutakiwa kusikiliza vikwazo hivi, kwa sababu ni vikwazo ambavyo kwa kauli yake sana sana Kinshasa ingejibu, kwa sababu amesema kwamba serikali ya Kinshasa kwa miaka nenda miaka rudi, kwa takriban miaka 32 sasa, baada ya mauaji ya mwaka 94 nchini Rwanda, imekuwa ikishirikiana na kundi la FDLR ambalo limefanya mauaji hayo. Lakini akasema kwamba mbaya zaidi, serikali ya Kinshasa pamoja na mpango wa Umoja wa Mataifa wa kuleta amani kule DRC, MONUSCO, kwa pamoja wameweza kusaidia hili kundi kuweza kujiingiza kwenye jeshi la kwenye jeshi la serikali ya Kongo na kufanya kazi pamoja. Na akatoa mfano kwamba swala hilo MONUSCO wanalijua, wanachokifanya ni kwamba wanalikwepa tu, lakini wanatambua kabisa kwamba kundi hilo linafanya kazi na jeshi la Kinshasa. Na akaendelea kutoa mfano kwamba ni kwa namna gani mpango wa Umoja wa Mataifa kuleta amani katika nchi ya Kongo, unajua kabisa kwamba serikali hiyo hiyo ya Kongo inashirikiana na kundi ambalo Marekani yenyewe mwaka 2002 ilitangaza kama ni kundi la kigaidi, lakini Marekani imezidi hayo, imefumbia macho hayo yote na kuweza kuiwekea vikwazo Rwanda. Kwa hivyo akawa analalamika kabisa, na akasema kwamba kama wanahitaji kujua ni kwa namna gani kundi hilo limeshambulia Rwanda mara 22 katika miaka 32, akasema kwamba wanadiplomasia hao na serikali zao waangalie yale matangazo ya tahadhari, Kiingereza wanasema ni advisories, ambayo kila wakati kundi hili likishambulia sehemu moja ya Rwanda, nchi hizo za Ulaya zilikuwa zikitoa tangazo kwa kuwazuia wananchi wake kwenda katika nchi ya Rwanda na katika maeneo hayo. Kwa hivyo niseme tu kama amezungumza kwa jaziba, na ilikuwa ni katika mpango mzima kuweza kupinga vikwazo hivyo ambavyo vilitangazwa na Marekani wiki hii. Wewe binafsi unaonaje mustakabali wa vikwazo hivi? Mimi binafsi naona kwamba
kuna maoni mseto ambayo naweza nikayazungumzia, lakini pia uchambuzi wangu mwenyewe kama ulivyosema, nadhani sijui kama kuna nchi yoyote duniani ambayo ilijaribu tuseme ilizuiwa kupiga hatua na vikwazo, kwa sababu kama tunavyojua nchi kwa mfano Eritrea kuanzia mwaka 1993 baada ya kupata uhuru imekuwa vikwazo mpaka hii leo imekuwa ikiendelea. Ukiangalia nchi kama Cuba tokea mwaka 1959 pale Fidel Castro alivyochukua madaraka, rais wa zamani huyo, imekuwa vikwazo mpaka hii leo na inaendelea. Ukiangalia hata Iran ambayo sasa hivi inashambuliwa na Marekani tokea mwaka 79 imekuwa chini ya vikwazo na shinikizo la kimataifa, lakini imeendelea kuwepo. Na ukiangalia nchi kama North Korea ama Korea Kaskazini imeendelea kuwekewa vikwazo. Hata Urusi, pengine utajiuliza haya ni mataifa makubwa na ni kwa namna gani nchi ndogo kama Rwanda, lakini nimekupa mfano wa Eritrea. Kwa hivyo na sasa hivi ulimwengu wa sasa ni tofauti na ulimwengu wa zamani, kwa sababu sasa hivi kuna mbadala sana. Sasa hivi Urusi ipo inakodolea macho Afrika, sasa hivi wa China, serikali ya China. Lakini kwa mfano ukiangalia hata katika jicho la kawaida, sidhani kwamba sana sana jeshi la Rwanda lilikuwa likipata silaha kutoka kule Marekani. Labda kulikuwa na misaada mingine, lakini katika tuseme kwa mfano ununuzi wa silaha ilikuwa ni kutoka mataifa mengine, sana sana yale ya Ulaya. Kwa hivyo sijui ni kwa namna gani, lakini inawezekana kweli vikaathiri, lakini si katika kiwango cha chini kabisa kiasi kwamba jeshi na serikali kwa ujumla ikose pumzi ya kuweza kupumua. Kwa maoni yangu ndio hivyo. Basi ni Silvanus Karemera, mwanahabari akiwa Kigali, akihitimisha mazungumzo naye Leonard Mubali wa idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika. Ikiwa unajiunga nasi, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Afrika Sauti ya Mwafrika. Jiunge nasi kwenye Facebook, TikTok na X. Tafuta idhaa ya Kiswahili ya Afrika. Tunakukaribisha pia ujiunge, yani usubscribe na YouTube ya idhaa ya Kiswahili ya Afrika na kuwa huru kabisa kuchangia matangazo haya. Mimi ni Ann Ngugi. Sasa matangazo yetu yapo kwenye Radio Communautaire, yani radio ya kijamii Kivu RCK, ambayo inapatikana katika mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mashariki mwa nchi ya DRC. Inasikika katika mji mzima wa Baraka na tarafa nzima ya Fizi. Pia inasikika kwenye mikoa ya nchi jirani ya Burundi pamoja na baadhi ya maeneo katika tarafa ya Uvira. Fuatilia matangazo haya pia kwenye Radio Rwanzururu RTR Beni. Hii ipo kwenye 93.5 FM ikihudumia maeneo ya Beni, Ituri, Lubero na viunga vyake, pamoja na kuwafikia wasikilizaji wa Bundibugyo, Kasese na Masaka nchini Uganda. Vilevile inapatikana kwa masafa marefu. Mamlaka nchini Kenya zimetangaza kwamba kikosi maalum cha polisi kilichotumwa kisiwani Haiti kukabiliana na magenge kitamaliza operesheni zake na kurejea nyumbani mwishoni mwa mwezi huu. Nchi ya Kenya iliomba kusaidia polisi na maafisa wa usalama wa Haiti kuyakabili makundi ya magenge ambayo yalikuwa yanaleta na kuhangaisha raia katika sehemu kubwa ya Haiti, ikiwemo mji mkuu wa Port-au-Prince. Operesheni hiyo iliidhinishwa na mamlaka za Marekani na baadaye na Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa uliomba Kenya kupokeza operesheni hiyo kwa mataifa mengine yaliyojitolea kusaidia kisiwa hicho kurejesha utulivu. Hata hivyo, Umoja wa Mataifa uliomba Kenya kupokeza operesheni hiyo kwa mataifa mengine yaliyojitolea kusaidia kisiwa hicho kilicho na asilimia ya Waafrika kutoka eneo la magharibi kurejesha utulivu. Mwanahabari Gabriel Ingubu amezungumza na Philip Wekesa ambaye ni mtaalam wa masuala ya kiusalama kuhusiana na operesheni hiyo ya polisi wa Kenya huko Haiti. Jeshi la polisi wa Kenya walioenda kupigana na magenge ya wahalifu nchini Haiti wanatarajiwa kuanza kuwasili nchini Kenya wiki ijayo. Idadi ya kwanza ya polisi 225 watawasili kisha wengine kuingia ifikapo mwisho wa mwezi huu. Mkuu wa polisi nchini Kenya Douglas Kanja amesema polisi hao wanarudi nchini kwa kuwa wamekamilisha kandarasi yao. Hata hivyo, Philip Wekesa Wanyonyi, mwanaharakati na mchambuzi wa masuala ya kisiasa na usalama wa kanda ya Afrika Mashariki, anahoji kwamba vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vina mchango mkubwa wa urejesho wa polisi hao kabla lengo lao kuafikia kikamilifu nchini Haiti. Kwa maana hii vita ya Iran na Marekani na Israel zimeanza kuchukua mkondo mwingine. Sasa wanaangalia marafiki wa Marekani na marafiki wa Israel wanakuwa target, na vile vile marafiki wa Iran
na hizo nchi ambazo marafiki wake pia wanakuwa target ya Marekani ili kuendelesha hizi vita. Polisi wa Kenya walitarajiwa kupiga jeki polisi wa Haiti kupambana na magenge, kulinda majengo ya serikali na kuwasaidia kwa mafunzo maalum polisi wa Haiti. Na ninajua ya kwamba serikali ya Kenya ilikuwa inapewa msaada ama inasaidiwa na Marekani. Na Marekani wakati uongozi wa Trump alikuwa amewithdraw ama amepunguza matumizi ya pesa za Marekani katika nchi za kigeni. Huenda hilo ndio likakuwa jambo kubwa sana kusababisha mapolisi wa Kenya kurejeshwa nyumbani. Kwa sababu walienda kipindi kile kabla Trump hajaingia katika uongozini. Na Trump alipoingia uongozini, tuliona zile sera zake zikakuwa ni zile za kupunguza matumizi ya pesa ya Marekani katika nchi za kigeni. Kenya ina idadi ya polisi 734 nchini Haiti ambao waliingia nchini humo kutokana na mwito wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Interest ya Marekani Haiti ni ile tu ya kuweka serikali ambayo itaheshimu Marekani na itaendelea kufanya biashara na Marekani, ikuwe rahisi kufanya biashara na makampuni za Marekani, kwa sababu kwa ukosefu wa serikali thabiti katika nchi ya Haiti inasababisha Marekani na makampuni za Marekani kufanya biashara katika nchi hiyo. Sasa hilo ndio interest kubwa katika nchi hiyo, ni mfumo wa kibiashara na vile vile madini ambayo yanapatikana katika nchi ya Haiti, ambayo hayo makundi yanaendelea kudhibiti na kukosa amani na ukosefu wa serikali thabiti. Lakini kwa sasa hivi kwa sababu ya Iran, interest ya Marekani imeenda Marekani kwa swala la usalama, kwa sababu sasa usalama kwa Marekani ikapewa kipaumbele. Gabriel Ingubu, Idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Afrika, Nairobi. Mjini Kinshasa hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, mjadala umeanza kushinikiza mabadiliko ya katiba kuondoa mihula ya urais. Katiba ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inatoa mihula miwili ya urais kwa kiongozi anayechaguliwa kuongoza taifa. Rais Felix Tshisekedi anamalizia muhula wake wa pili na anatarajiwa kuachia ngazi mwaka 2028. Baadhi ya vyama vinavyomuunga mkono Rais Tshisekedi vimeanza kampeni ya kuunga mkono mabadiliko hayo ya kikatiba kurefusha utawala wake. Vyama vya upinzani na mashirika ya kiraia vimepinga kauli hizo. Wandani wa Tshisekedi wanatetea kampeni yao kama inayompa nafasi kumaliza miradi na mipango yake kwa taifa. Upinzani ukipinga na kusema utawala bora na taasisi thabiti na uhuru ndio muhimu kwa maendeleo, hivyo kumtaka rais wa sasa kung'atuka uongozini punde tu muhula wake utakapofika kikomo. Kutoka Kinshasa, Mbelechi Msoshi anaarifu. Kampeni hiyo ya kutaka Rais Tshisekedi kuendelea kubaki madarakani hadi yale wanaotaja kazi zake zote kumalizika ilizinduliwa na chama cha gavana wa Lualaba, eneo lenye kuwa na madini mengi nchini DRC, Fifi Masuka na baadhi ya vijana wa chama chake. Chama hicho ambacho kina zaidi ya wanabunge 50 kimekuwa na uzito pia na ushawishi mkubwa katika muungano wa vyama vilivyomsapoti Rais Tshisekedi. Ligi ya vijana ya chama cha FIDEC inataka kuahirishwa kwa uchaguzi na kubadilishwa kwa katiba ili pesa za kuandaa uchaguzi zichangie katika ujenzi wa jeshi na uimarishaji wa usalama mashariki mwa Kongo, kama anavyosema hapa Sam Bin Kaite, kiongozi wa ligi la vijana jimboni Holomami. Na tuko nyuma yake, ni raia ndio inapenda iwe vile. Raia inaitika kwamba tumupatie presidenti wetu Felix Tshisekedi, tumupatie mission. Hatuwezi katafuta kuorganize uchaguzi au ba election na kipande ya nchi iko kwenye matatizo. Ile franga tunapasha kuorganize na ba election, ndio iko franka ya kukamata. Ile franka iko franka itasaidia juu ya kuuza masila, iko franga itasaidia kumpatia motivation kujesi yetu ya FARDC. Lakini watu hawaone kazi ambazo umezunguzia hapa ni zipi? Swali nimemuuliza tena kijana huyu. Asante sana ndugu Mbelechi kwa swali. Tunashukuru region yenu. Projet prioritaire na mambo ya nguvu sana ya muhimu na mafaa iko ile ya vita ya kugoma.
tuache presida arudishe salama, na Tshisekedi anabakia iko president moya ule eko nafanya boka kwa hii masiku kwenye Rwanda. Rwanda asialiaka hapana, tangia historia ya Rwanda ashaliaka vita yetu sisi na naye Rwanda, me analia vita ile Tshisekedi anamgombanisha, anakatala ba negotiation, njo kwa maana pale Rwanda anaanza kulia. Ikiwa upande wa chama cha Fimasuka wanataka kubadilishwa kwa katiba na kutoandaliwa kwa uchaguzi wa mwaka 2028 ambao ni mwaka wa muhula wa mwisho wa Rais Tshisekedi, Spika naibu wa chumba cha seneta nchini Kongo, kiongozi wa chama cha AFC, chama cha Bati Lukwebo, ambacho pia kimedai kuwa na ushawishi mkubwa nchini, kimepinga nia hiyo ya chama cha mshiriki wake katika muungano wa vyama vilivyomsapoti Rais Tshisekedi. Katika kikao na vyombo vya habari, Bati Lukwebo amesema ubadilishaji wa katiba sio muhimu kwa wakati huu. Tatizo ni watu waliongoza ndio wanapaswa kubadilisha tabia yao. Moi je dis, ça n'engage que leur responsabilité. Moi je suis républicain. Je sais que le président a un mandat jusqu'en 2028. Mais ensuite, nous allons l'examiner, mais pour le moment, ni haki yao kutamka hivyo. Mimi naheshimu sheria, najua mamlaka rais yataendelea hadi mwaka 2028, lakini tutachunguza baadaye. Kwa sasa rais mwenyewe anaheshimu katiba, ndio msingi wa kisheria wa vitendo vyote katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa hivyo hatupaswi kufata wale wanaotaka katiba yabadilishwe. Na kati yao kuna wenzangu maprofesa. Nilishtumu Jumamosi tabia hiyo kutoka kwa wenzangu. Kuna wale ambao wana umri wa miaka 50 hadi 60, lakini hawajakomaa katika uongozi au usimamizi wao. Katiba ambayo ina miaka 17 itabadilishwa je wakati hao wenye kuwa na umri wa miaka hiyo hawabadilishi usimamizi wao, wakati hao wenye kuwa na umri wa miaka 50 hadi 60 hawabadilishi usimamizi wao. Si mara ya kwanza marekebisho ya katiba kuzusha mjadala nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kila mwisho wa muhula wa rais aliyekuwa madarakani, chama tawala kinafanya kelele ya kutaka kubadilishwa kwa katiba. Mbelechi Msoshi, Kinshasa, Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Afrika. Ni taarifa yake Mbelechi Msoshi akiwa Kinshasa. Ikiwa unajiunga nasi, shukran na karibu. Hii ni Idhaa ya Kiswahili Sauti ya Mwafrika. Tufuate kwenye Facebook, YouTube, TikTok na X. Kwa wasikilizaji wetu wa Tanzania, sasa mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio 101.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City ambayo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi ambayo inapatikana maeneo ya Baraka, Kivu Kusini na maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Hivi karibuni tutakuwa Kigali na Bujumbura kuhakikisha sauti ya Mwafrika inasikika. Hebu sasa tupate muktasari mwingine wa taarifa muhimu kutoka barani na Edith Peter. Masisi, DRC. Mamlaka nchini DRC zimearifu kuwa maporomoko ya ardhi yaliyosababishwa na mvua kubwa yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 200 katika mgodi wa madini ya Coltan, eneo la Lubaya, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wizara ya madini ya DRC ilisema hapo jana siku ya Jumatano kuwa takribani watoto 70 ni miongoni mwa waathiriwa, huku wengine waliojeruhiwa inaelezwa kuwa wamehamishiwa katika vituo vya matibabu katika jiji la Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Cape Town, Afrika Kusini. Waziri wa zamani wa ulinzi na mwanaharakati wa kupinga ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini, Mosiwoa Lekota, amefariki akiwa na umri wa miaka 77. Alikuwa ni miongoni mwa waliokuwa na jukumu muhimu katika mapambano dhidi ya mfumo wa ubaguzi wa rangi. Alifungwa gerezani katika kisiwa cha Robben pamoja na rais wa zamani Nelson Mandela. Lekota aliendelea kuwa mwenyekiti wa chama cha kitaifa cha ANC, lakini akajitenga baadaye na kuunda chama pinzani Congress of the People, COP. Kwa wasikilizaji wetu Tanzania, mnaweza kutusikiliza mubashara kupitia Chipuka FM Radio
99.6 Gairo mkoani Morogoro. Hii inasikika pia jiji kuu la Dodoma, Manyara, Tanga na baadhi ya maeneo ya mkoa wa Tabora. Radio Maniema New City ambayo inarusha matangazo yetu kwa masafa ya 97.4 FM katika jiji la Kindu ambao ndio mji mkuu wa jimbo la Maniema, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo RDC. Ukiwa hapo mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia unaweza kutupokea kupitia redio wa shirika Radio Ngoma ya Amani Fizi ambayo inapatikana maeneo ya Baraka Kivu Kusini, maeneo ya Kigoma nchini Tanzania na Burundi. Mimi ni Ann Ngugi, kwa heri ya kuonana.